Tafadhali ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kila siku. Asante. Leo, Februari 9, 2026, mahakama iligeuka kuwa jukwaa la hisia kali wakati kesi ya uhaini inayomkabili mbunge wa zamani wa Singida Mashariki na makamu mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ikiendelea kusikilizwa katika sehemu ya 151 ya mwenendo wa shauri hilo. Mara baada ya Lissu kuingia ukumbini, wananchi walilipuka kwa kelele za rais, 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 hali iliyowalazimu askari wa mahakama kupaza sauti ya court kurejesha utulivu. Lissu aliingia akiwa amevalia combat ya kaki, akionekana mwenye kujiamini, akibeba makabrasha pamoja na vitabu kadhaa. Majaji wa jopo waliingia na kuketi, kisha jaji mkuu akatangaza kuendelea kwa kesi. Karani wa mahakama alisoma namba ya shauri, huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na wakili mkuu wa serikali Renatus Mkude, akishirikiana na mawakili wa serikali Nasoro Katuga, Cuthbert Mbiringe, Thawabu Isa na wengine. Mkude alieleza kuwa upande wa serikali huko tayari kujibu hoja zozote zitakazotolewa na mshitakiwa endapo atakuwa tayari kuendelea. Alipoulizwa, Lissu alithibitisha kuwa yuko tayari, lakini akaomba kwanza kutoa maelezo muhimu yawekwe rasmi kwenye kumbukumbu za mahakama. Alianza kwa kuwatakia majaji, mawakili wa serikali na wote waliokuwepo heri ya mwaka mpya. Akifafanua hoja zake, Lissu alisema ana mambo matatu, lakini ataeleza mawili kwa kuzingatia kifungu cha 11 kwanza na pili cha sheria ya magereza. Alisisitiza kuwa majaji ni visiting justices wa magereza, hivyo wana wajibu wa kusimamia na kuhakikisha haki za wafungwa na mahabusu zinalindwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa kifungu cha 48 cha sheria ya magereza, Lissu alisema ana haki ya kuieleza mahakama hali na matendo anayokumbana nayo akiwa mahabusu. Hoja yake ya kwanza ilihusu haki ya mfungwa kuwasiliana na mawakili wake bila kusikilizwa na maafisa wa magereza. Alirejea kanuni ya 13 ya Prison Management Regulations GN namba 60 ya mwaka 1987, akisisitiza kuwa maafisa wanaruhusiwa kuwepo kwa ajili ya ulinzi, lakini si kusikiliza mazungumzo kati ya mfungwa na wakili wake. Lissu alidai kuwa haki hiyo imekuwa ikikiukwa kwa muda mrefu, akisema kila anapokutana na mawakili wake, maafisa wa magereza hukaa karibu na kusikiliza mazungumzo yao. Alieleza kuwa hali hiyo ilianza akiwa gereza la Kisutu na imeendelea hadi sasa. Wakati akiendelea, wakili wa serikali Nasoro Katuga alisimama na kueleza kuwa kulikuwa na pingamizi lililowasilishwa awali ambalo bado halijaamuliwa, akiomba mwongozo wa mahakama. Baada ya jaji kuandika kwa muda mfupi, alimpa nafasi ya kujibu. Lissu alieleza kuwa hatoi maombi yoyote, bali anavuta hisia za mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 48, akisema jukumu lake ni kueleza kinachoendelea na ni juu ya mahakama kuamua hatua stahiki. Mahakama ilimruhusu kuendelea. Aliendelea kueleza kuwa tangu Novemba 12, 2025, utaratibu wa kukutana na mawakili wake ulibadilishwa, ambapo hukutana nao katika ofisi ya mkuu wa usalama wa gereza, huku kukiwa na maafisa zaidi ya 5 wakisikiliza mazungumzo yao, hali aliyosema ni kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa Lissu, kwa siku 88 mfululizo tangu kesi iahirishwe, mawasiliano yake ya kisheria yamekuwa yakisikilizwa. Alisema wanaponuliza sababu huambiwa ni maagizo kutoka juu, kauli aliyoihoji kwa ukali, akisema haijulikani juu huko ni wapi. Hoja yake ya pili ilihusu haki ya kutembelewa na watu wasiokuwa mawakili au ndugu wa karibu, akisisitiza kuwa kanuni za magereza zinaruhusu mfungwa kutembelewa na watu wengine pia, si makundi hayo mawili pekee. Kesi hii inaendelea kuibua mjadala mpana kuhusu haki za wafungwa, uhuru wa mawasiliano ya kisheria na wajibu wa vyombo vya dola katika kulinda misingi ya haki, sheria na utawala bora nchini.